Lakini pili, nichukue nafasi hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuwashukuruni sana halmashauri yetu, kuwashukuru kwa namna ya pekee kwa kunialika kwamba niwe ni sehemu ya kuweza kuweka historia kubwa ya kuweza kufikisha mikopo hii kwa wananchi, ambayo mikopo hii kwa hakika toka ilivyokuwa imesitishwa wananchi walikuwa wanaisubiri kwa hamu sana. Wanasema siku zote mambo hayatokei yenyewe. Mambo haya yanaandikwa, yanawekwa kwenye mipango na baadaye inaenda kutekelezwa. Kwa niliona nilete ilani ambayo imetafsiri mikopo hii. Ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo Mheshimiwa Rais aliinadi nchi nzima na sisi wabunge tuliinadi nchi nzima. Tulikubaliana kwa pamoja ikae humu iwe rejea ya kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale ambayo tuliyasema. Na Mheshimiwa Rais amesema yatekelezwe kwa vitendo, kwa sababu ni jambo jema kabisa kuhakikisha kwamba inasema. Kwenye ilani ya CCM imesema, ile ibara namba 26 inasema katika kipindi cha miaka 5 ijayo Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuchukua hatua kuhakikisha wananchi wanaendelea kuwekewa mazingira mazuri yawezeshe kushiriki kamilifu katika shughuli za maendeleo na kutekeleza mambo yafuatayo: kutoa msukumo katika kuhamasisha na kusimamia uwezeshaji na usajili wa vikundi vyenye mwelekeo wa ushirika na makampuni, pamoja na kuwawezesha kupata mitaji kupitia mikopo yenye masharti nafuu. Piga makofi mengi kwa ajili ya jambo hili. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, niliona ni nukuu hili kwa sababu huwa ni rejea mbalimbali tunazorejea katika kuisimamia serikali. Kwa hiyo baada ya kuwa tumefanya haya, leo tunavyofanya kama walivyosema afisa maendeleo ya jamii, huko nyuma tulitoa mikopo, lakini kuna baadhi ya mikopo hata CAG alileta changamoto ya kusema haijaenda vizuri. Kuna baadhi ya watu walipewa mikopo hawakurejesha. Maana yake ni kwamba ilileta doa kubwa kwenye eneo hili. Kwa hiyo baada ya kufanya hayo, kwa sababu tuna rais makini mwenye kuelewa anafanya nini, akasema embu tusitishe, tufanye tathmini wapi tumekwama. Na kwa hakika naomba niwe mkweli, kwa halmashauri ya Ikungi, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikupongeze na baraza lako. Miaka yote mmekuwa mkitoa mikopo. Hata kabla ya sheria mlifanya, na kwa sababu mlijua ni wajibu wenu, na kwa sababu wananchi hawa mnawapenda na Mheshimiwa Rais anawapenda, mkaamua kusimamia mikopo hii. Naomba nichukue nafasi hii, wapigeni makofi mengi halmashauri, baraza la madiwani kwa kazi nzuri wanaoifanya. Kwa kazi hii Mheshimiwa Mwenyekiti, wataalamu wetu wanafanya kazi nzuri sana. Najua kule vijijini namna ambavyo mnahangaika. Hata ofisi yangu mimi imekuwa ikiletewa ushauri na maombi. Tukawa tunawaambia halmashauri au wataalamu wetu ni wataalamu wazuri, endeleeni kushirikiana nao. Ndivyo ambavyo tumefanya katika eneo hilo kama ofisi za wabunge, kuhakikisha wananchi wetu wanaratibiwa vizuri. Na leo nina furaha kuwaona mama zangu, kuwaona vijana, kuwaona wenzetu wenye mahitaji wako hapa wanakuja kuchukua mikopo ambayo haina riba, kama walivyosema yenye masharti nafuu. Jipigeni makofi mengi kabisa kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninajua leo kazi kubwa ni kugawa, kwa sababu mchakato ulishakamilika. Na kwa sababu tunaenda kugawa fedha hizi kama alivyosema mwenyekiti wa huduma za jamii, niwaombe sana wanavikundi. Nyinyi mmepewa sasa dhamana ya wanavikundi wengine ambao bado hawajapata. Hakikisheni mnakwenda kuwa waaminifu, kuhakikisha kwamba mnatumia fedha hizi kwa jukumu lililolengwa, ili ziweze kurudi na wengine waweze kupatiwa. Ninaamini kuna wengine wapo wameendelea kuwa wanasubiri. Walisubiri awamu ya kwanza, hawakutokea. Wakasubiri awamu ya pili, hawakutokea. Awamu ya tatu wanategemea wapate. Sasa hizi hela ni hela za mzunguko. Sio kwamba ni hela ambazo zinatoka zinaondoka, hapana. Ni hela za mzunguko ili na wengine wapate. Kwa hiyo nenda katende vizuri ili uwasaidie na wengine waweze kupata, kwa sababu wanasema kwenye Biblia kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo maana yake wewe umepata, usione kwamba wewe umemaliza. Usio binafsi. Nenda kafanye vizuri ili mwisho wa siku na mwingine aweze kupata na tuweze kuneemeka wote.
Lakini kwenye hili Mheshimiwa Mwenyekiti, ni waombe wataalamu tusiwe mbali nao, tuendelee kuwalea. Sio wote wana uwezo wa kumiliki fedha. Tuendelee kuwapa elimu, tukiwapa tusiwaache peke yao. Turudi, na kabati nzuri kamati ya huduma ya jamii ipo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tengenezeni namna ambavyo watatembea hao kuvitembelea vikundi kule walipo. Tusiwape fedha tukawaacha. Kamati bahati nzuri ya uhakiki. Mheshimiwa Dasi, wewe ni kijana mwerevu, kijana mwenye nguvu. Una uwezo mkubwa wa kushauriana na mama zetu hao, vijana wenzako. Embu basi, tenga hata siku 2-3, pita huko waliko, ukaone hivyo vikundi walichosema wanakifanya, ili kabla hapajaharibika tuwasaidie mapema. Tusisubiri waharibikiwe ndio tuende tukaanze kuwasema, kwa sababu mfumo huu ni mpya. Sio wote wanaweza kusimamia fedha na sio wote wana elimu ya fedha. Kwa hiyo ninaamini kupitia hilo Mheshimiwa Dasi pamoja na mwenyekiti wa halmashauri na mkurugenzi mtanisikia kupitia kamati ya huduma, ili tuwasaidie wananchi wetu hawa hizi fedha ziweze kwenye lengo lile lililotarajiwa, na mwisho wa siku tusiwalaumu, tuende tukawapongeze kwa kazi nzuri waliofanya, kwa sababu kila jambo linataka upate uzoefu. Mheshimiwa Mbunge, kama ilivyoelezwa, mimi nilikuwa ama ni mwenyekiti wa kamati ya uhakiki ya mikopo ya wilaya. Vikundi vyote hivi vinavyoona hapa 47 tumepitia vyote. Si ndio jamani? Tumepitiana, tumezungumza vizuri, tumeelewana. Sasa tuwapongeze pia kwa kukidhi vigezo. Naomba mjipigie makofi. Hongereni sana. Lakini pia tutoe shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Samia oye! Mama Samia oye! Hakika ni busara Mheshimiwa Rais ambayo imetufanya sisi leo kusanyika hapa. Mikopo hii ilishazuliwa huko, lakini Mheshimiwa Samia akasema sasa ni wakati wa kuifungua mikopo hii, tuwapatie wananchi wetu wapate mikopo ili wapate mitaji waweze kusonga mbele katika maisha yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia kanuni mpya zilizotolewa mwaka 2024 lakini na mwongozo mahususi wa kufuata katika utoaji wa mikopo hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa awamu ya kwanza ikimaanisha robo ya Julai na Septemba 2024, halmashauri iliweza kutoa mikopo yenye thamani ya milioni 228,377 kwa vikundi vipatavyo 14 vilivyokuwa na walengwa wapatao 77. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati huo tuliweza kutoa mikopo kwa vikundi 9 vya wanawake, vikundi 4 vya vijana na kikundi kimoja cha watu wenye ulemavu. Kwa majina anaitwa Elizabeth Juma, tokea kata ya Ikungi. Na shukuru kwa ajili ya mikopo ambayo tumepata. Tumepata mkopo huu, tunaenda kunufaika na kwa ajili ya kazi ya ushonaji. Mimi ni kikundi cha imani ambayo tunajishughulisha na ushonaji. Nashukuru sana kwa kuwa nimepata huu mkopo. Tutafanya kazi ya kushona na pia kufundisha wanafunzi ambao watakuwepo. Kwa hiyo nitanufaika, na kwa ajili ya kupata hata wanafunzi na wenyewe watanufaika kwa watu wengine. Nashukuru sana, namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutujali hata sisi ambao tuko walemavu, kutupatia mkopo huu. Ninashukuru, namshukuru Rais. Kwa hiyo endelea kutuona na wengine ambao hawajapata, kwa hiyo wataendelea na wenyewe kupatiwa. Kwa hiyo nashukuru sana Mheshimiwa Rais hata kwa kutujali sisi ambao watu wenye ulemavu. Namshukuru pia mbunge wetu Mtaturu kwa hata leo nimemuona hata nimempa hata mkono. Tunamshukuru mbunge wetu kwa ushirikiano wake, maana tunajua yeye aliyoongea kule bungeni hata na sisi ametufikia na anatusaidia. Tunamshukuru sana mbunge wetu. Mimi kwa majina naitwa Benedict Bertoldi Irunde. Natoka kata ya Ntuntu, kijiji cha Ntewa A. Tuliomba mkopo hapa halmashauri ya Ikungi. Nashukuru Mungu tumefanikiwa kupewa. Tunahitaji mikopo itusaidie sisi na wengine. Najishughulisha na ufugaji wa nguruwe. Nikisha rejesha hapo hivi tunaongeza tena mkopo mwingine
Nakuja kuomba Mama Samia Suluhu Hassan, nakushukuru sana, uendelee kuwasaidia na wengine ambao hawajapata. Basi naomba wasaidiwe na wao wapate kama sisi tulivyopata. Kwa jina naitwa Elizabeth Bakari Sunyange. Ninatokea kata ya Minyure, wilaya ya Ikungi. Ninamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kujali wananchi, kutuletea maendeleo katika kutoa 10% ya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Nipende kumshukuru sana Rais Samia, maana anatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Wanawake wote tutamshukuru Rais Samia kwa kumpa kura nyingi za kutosha, kwa sababu ameendelea kutujali sisi wanawake. Pia nimshukuru mbunge wangu Elibariki Kingu, ni mbunge ambaye ameendelea kututetea katika kutuletea maendeleo ya kujali wanawake wote wa jimbo la Singida Magharibi.